mstari wa 2 mpaka wa 4. Na andiko ya 3 tutaipata katika vitabu vya mashairi, kitabu cha Mithali sura yake ya 8 na mstari wa 12. Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Hosea inasema hivi, tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu. Mimi kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Amen. Amen. Petro wa pili sura yake ni ile ya kwanza mstari wake wa 2 na wa 3. Tunaleta usome katika jina la Yesu. Amen. Neema na iwe kwenu na amani iongezeke katika kumjua Mungu. Neema na iwe kwenu na amani iongezeke katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu, kwa kuwa uweza wake na uungu wake umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utaua, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na kwa wema wake mwenyewe. Amen. Unaweza ikala, tutasoma andiko la Mithali chapitre 8 verset 12. Inasema hivi. Amen. Mimi hekima, ndio mimi hekima, nimefanya werevu kuwa kao la, natafuta maarifa na busara hapo. Kwa ajili ya maneno ya Mungu. Mimi nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Sitakosa kushukuru Baba yangu wa hii fursa na hiyo opportunity yenye ananipatia leo tupate kuwa tena mbele ya watakatifu wa Bwana. Amen. Majina yangu naitwa Fadele, niko mtoto wa Mungu hapa ukana. Amen. Bwana asifiwe sana. Ya toka mwanzo ya hii wiki sisi mwanzo ya mwaka tuko na kwa imani ili mabekuro yaje. Acha ni Qur'ani kidogo sana. Kabata hii kama nayo inakatana. Amen, amen. Toka mwanzo ya hii mwaka tufundisha kuhusu imani na tumaini. Ya tunaona vitu vingi tunazungumza kuhusu imani ama tumaini. Bwana asifiwe sana. Amen. Resiste mbele ya maimani. Sasa Mungu anataka kujikita proteger zile kondoro kwenye ziko naenda fanya kazi, wala kwenye njia yenye zitapitia ni imani na matumaini. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na tukaona vitu mingi sana kuhusu imani yenye siwezi nikaweza kurudia, lakini acha leo niongezee kitu kidogo na kusema hivi. Imani iko parmi vitu vya kabambi sana yenye vinafanya mtu aitwe Mkristo. Amen. Kenye kinatuma mtu, kenye kinatufanya tukue wa Kristo, hapana maombi, hapana mafungo, lakini ni imani. Na siku ya kwanza tukaona kama kusema imani iko mali ama kusema imani igue inatembeaka na ujuzi. Bwana asifiwe sana. Amen. Kiwango ya ujuzi yako ndio kiwango ya imani. Mungu hata tumitaka na mtu yulu ya kiwango ya ujuzi yake, lakini Mungu anatumikaka na mtu kutokana na gisi unajua Mungu, dimasio yako ya kuelewa amo Mungu, dimasio yako yenye unajua amo Mungu, ndio dimasio yenye Mungu atajifunua amo kwako. Kama unajua Mungu katika madogo, na usishangale anajifunua kwako katika ile kiwango yenye unafanya nini, unamjua. Lakini kama unajua Mungu katika mambo makubwa, na atajifunua kwako katika viwango vya kabali. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa tuko na
changamoto moja na tuko na problemu moja tuko na vitana nayo. Leo watu mingi banajifokalize mkujua sana shetani kuliko kujifokalize mkujua sana Mungu. Si Mungu atusaidie sana. Amen. Kama mimi nasema kujua shetani, mimi naongea. Utakutana mtu ni Mkristo ashaokoka, lakini anajua walozi wanalogaka anajua wanakutegaka na ukimwambia kwambie vitu mbili kuhusu Mungu hata kwa manake unajua sana adversaire wako kuliko gisi unajua nguvu zako. Oro, ukijua adversaire wako sana kuliko gisi unajitambua ama kuliko gisi unajua Mungu wako, itakumbia kitu kile wanaita boga. Bwana atusaidie sana. Na wewe ukishakuwa boga, hakuna kiunaweza fanya. Wewe nikwambie, mtu mwenye iko na ujuzi wa Mungu anaishi tofauti na watu wote. Unajua kama Mungu anaweza permettre tulogewe miaka yetu ya mingi hapa kudunia. Lakini malengo ya Mungu ile tulogewe, mlozi mwenye ananiloga panda diza. Saa naona ananilogaka mesita kufa. Anafika mwaka ya 11. Anasema Mungu huyo. Amen. Amen. Sasa ule mimi kama niko mchanga, Bwana asifiwe. Amen. Kama niko kidogo nikiona ule mlozi mwananiloga panda diza, mimi naanza mkemea na mimi naanza mpiga vita. Kwa mpango ya Mungu, ule mtu aniloge bulozi yake ishindwe tu aone ukubwa ya Mungu. Ndio maana kuko vingine vitu yenye hatutafikiaka mu maisha kama ujuzi yetu Mungu hayakomana. Kuko vitu yenye hatutapataka kama ujuzi Mungu hayakomana. Leo tuko naishi maisha ya wasiwasi kwa sababu ujuzi yetu inakuwa ya kidogo Mungu. Lakini mtu mwenye anajua Mungu ni nani, mtu mwenye anaamini katika uwezo wa Mungu haezi kishinda na kitu chochote. Hakuna kitu kenye kinaweza muogopesha. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Niseme hivi. Mimi nataka umsikie mzuri. Unajua kama Mungu haezi fanya kanisa ya watakatifu. Mungu akifanya sisi wote mtukue sema. Ukose hata mbaraga, ukose hata mlozi, hakuna kitu kinafanya. Maana Mungu alienda kule kwa balozi wanakwenda na walete huko Kalvari. Juma kuye watuloge miaka 10 na wanasikia maneno ya Mungu. Wakati hizi liko nasikia maneno ya Mungu, baada ambao wanaacha kulozi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Maziwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kanisa la Mungu linapasha kuwa na watu wenye liko na madefo za Mungu, lakini Mungu ndiye yuko na watengeneza. Amen. Yake tujipatie nafasi ya Mungu. Tuachie Mungu kazi yake. Kama Mungu analeta mtu mkanisa, shie tumhudumie jinsi Mungu anataka. Amen. Na kenye kitafanya tufikie ile kiwango ni wakati tunakubali ujuzi yetu Mungu ifanye nini? Iko mahali. Amen. Amen. Bwana atusaidie sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Leo nitakuwa mfupi sana. Hakuna baraka mu maisha. Hakuna kipindi kizuri mu maisha. Sabile kujikutane mu situation yenye wewe ndio mwenye unajua. Unajua wakati unajikutana nafasi kwa unajua, unatembeaka na assurance. Unatembea na fiere zote. Batu watakutafuta hapana juu ya nguvu zako, juu ya Mungu. Ninakuwa sina nguvu, ninakuwa sina uwezo ya kuongea, lakini juu mimi najua batu watanitafuta. Bwana atusaidie sana. Na Mungu mapenzi yake kwa maisha ya mwanadamu, anataka kila mwanadamu akuwe na ujuzi kuhusu yeye. Mungu anataka kila mtu aelewe njia zake. Maandiko inasema hivi, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na Yesu Kristo mwana wako uliyofanya nini? Uliyemtuma. Maana na uzima ya milele ni kujua Mungu. Amen. Sasa unatokea tu jamaa anakuambia wewe hauwezi kujua Mungu. Siwezi mjua. Uzima wa milele ni kufanya nini? Katika Yesu unaendelea kujua Mungu polepole na polepole. Utafikia kiwango yenye unakuwa kamilifu, yenye Mungu anataka tukue hapo. Sasa kila mtu yeyote mwenye Mungu
aliandaaka. Mtu yoyote mwenye Mungu alitembeaka naye, mtu yoyote mwenye Mungu alifanyaka naye angalau jambo moja, Mungu aliwezaka mtayarisha. Bwana asifiwe sana. Amen. Hakuna mtu mwenye Mungu ashakafanya naye kitu bila kumtayarisha. Na kuko aina mbili ya matayarisho yenye Mungu anapitisha kama watu yake. Na lengo ya Mungu kutayarisha watu yake ni tu ya kwanza awapatie ujuzi. Bakisha pata ujuzi wale watu, imani yao itakomaa. Bwana asifiwe sana. Amen. Maandiko yanasema hivi. Imani huja kwa njia ya kufanya nini? Ya kusikia. Wakati tunasikia tunapata ujuzi. Wakati tunapata ujuzi, imani inaanza kufanya nini? Inaanza umbika ndani yetu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Sasa Mungu anaandaa watu yake. Na watu wote benye Mungu anatembeaka nao. Watu wote benye Mungu anaitaka. Mungu anawapitishaka aina ya maandalizi mbili. Sema maandalizi mbili. Ndio mimi nataongea. Maandalizi ya kwanza inaitwa maandalizi ya mtu na Mungu. Bwana asifiwe sana. Mungu akitaka kutayarisha mtu wake, hapake na besoin intervention ya mtu mwingine. Mungu wakati iko naandaa mtu wake, hakwake na besoin ya msaada, basi Mungu anajitoshelezea. Mungu anaenea. Sasa yeyote mwenye anaitwa mtu wa Mungu, yeyote mwenye aliamini Kristo, Mungu anampitishaka mwa hii formation. Na lengo ya Mungu ya kukupitisha mwa hii maandalizi juu upate ujuzi. Na aina ya pili ya maandalizi yenye Mungu anapitisha kama watu yake inaitwa maandalizi ya mtu na mtu. Bwana asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Sasa acha nikwambie, kama unapenda ujue kama Mungu yuko na mpango na wewe. Kama unapenda uelewe kama kuko kitu chenye Mungu atafanyaka na wewe. Kama unapenda ukomprendre kama kuko sehemu kwenye huko naenda na Mungu. Hizi aina mbili ya maandalizi ni sharti utazipitia. Hii maandalizi ya mtu na Mungu, wakati Mungu iko napitisha hapo mtu wake, ndio wakati unajikutanaka uko wewe. Bwana asifiwe. Amen. Jamaa inakuacha, bandugu wanakuacha, familia inakukatala, unajikutana uko wewe peke. Wakati wote mumaisha utajikutanaka uko wewe peke, hauna kwingine kuoneza tegemea. Hakuna kitu unaweza tazamia sasa vile kitakusaidia. Ujue kama Mungu iko na kuandaa. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Acha nikwambie, usionake Mungu anatia mtu fasi, cha useme Mungu alitamtolea. Unajua ndio wakizo tunaanza jipawa jiji. Tunasema huyo hastahili kuwa mtumishi wa Mungu. Mungu mwenye alifanya mtumishi wake anajua jua nini alimfanya. Amen. Mungu anajua namna gani alimwandaa. Mwani kwambie, unakuwa kasi mtumishi wa Mungu anaweza kosea. Anaweza fanya dega. Tunapenda tumhukumu. Mbele hata tumhukumu, Mungu yeye pekee atakuwa alishampiga mpaka atakuwa shakosa akibiliwa. Kuko fasi kwa tunapitana Mungu. Baba unasema nani ndio anaweza nielewa kwa hiyo? Kuko wakati kwenye Mungu anapitana na watu yake, mpaka mtu anakuwa na hamu ya kukufa. Maandiko inasema kulikuwa mtu mmoja alikuwa Ayubu. Huyu Ayubu Mungu iko na muandaa. Mungu iko na kutayarisha. Mungu iko na mprepare. Akafikia kwa hii kipindi ya maandalizi ya mtu na Mungu. Biblia inasema sisi Ayubu akatamani kufa. Akasema Bwana, na ilaaniwe siku ya kuzaliwa yangu. Ile siku ikuwe giza wala nuru isikuwe kwa ile siku. Na mwenye alitabiriaka siku ya kuzaliwa yangu walaaniwe juu ya machungu. Bwana atusaidie sana. Amen. Wakati yote yenye Mungu iko na andaa mtu wake, inakuwa wakati ya machozi. Bwana atusaidie sana. Ukionaka unapitia maprobleme za kujifatafata. Probleme inakuja inaisha, ingine inafuata, inaisha, ingine inafuata. Mbona sina wakati hata ya kustarehe maisha? Elewa kama kuko kitu Mungu iko nakutayarisha. Na ile kuandaa kwa ile kitu, kama Mungu anakupitisha mwa ile vitu, ni juu upate ujuzi. Bwana atusaidie sana. Amen. Ayubu akapitia ile kipindi. Inakuwa kipindi ya nguvu sana. Inakuwa kipindi ya mzito sana. Wakati Mungu iko anatayarisha mtu wake, unaposaka nani mwenye anaweza kuelewa?
unakusaka nani mwenye anaweza kusikia. Lakini juu Mungu akupatie ujuzi fulani, juu Mungu akupatie ufunuo fulani wa ujuzi kuhusu yeye, ifale upitie yale mambo. Amen. Hii aina ya pili sasa ni ujuzi yenye Mungu anapatia mtu kupitia mwenzake mtu. Bwana asifiwe. Amen. Batu yote benye Mungu aliendaka nao, batu wote benye Mungu alitembeaka nao, aliwapitishaka kwanza kwa mtu. Hakuna mtu mwenye Mungu alifanyaka naye vitu, mwenye Mungu alitembeaka naye bila kumpitisha kwa mtu. Mifano mbili yenye iko hai. Bwana asifiwe sana. Amen, amen. Yusufu analota mandoto. Ndakuwa mtu mkubwa, ndainuliwa, ndapanda. Ndio Yusufu analota vitu vya kweli, ni Mungu ndiye anamfunulia. Kama Yusufu apate mtu, hata Mungu atapata nini? Hata atapata. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Biblia inasema Yusufu akafungiwa. Wakati Yusufu anafungiwa, yote ni Yusufu alikuwa anapitia. Kumbe alikuwa anampeleka kukutanana na mtu mwenye Mungu alimwandalia. Amen. Yusufu angebakiaka mnyumba ya baba yake. Yusufu angefikiaka ndoto zake. Bibi ya Potifa hangelisemeaka Yusufu bongo. Yusufu angelifikaka kwenye Mungu na baba. Bwana asifiwe sana. Yusufu anaingia mgereza. Hapa kugereza, hapa kwa wakati ya shida, hapa kwa wakati ya mateso, ndio kuko mtu mwenye Mungu aliandaaka juu siku moja aombe jina la Yusufu. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Kumbe Mungu anaweza permettre bachawi wa kwanza mablogi mwaka ya kwanza upone, bakupige mlonge ya pili upone, bakupige ya tatu upone, bafanye watoto yako, bakupige mtoto wako ya kwanza apone, ubakimize barara nako ibafate ya pili. Sasa unakosa mimi njoo nilipitia, nilifanya nini? Kumbe Mungu iko nataka ubiria ule mlozi na kumwambia kama ule mwenye uko na gusa iko na Mungu mkubwa. Lakini atajipate ule Mungu mwenye kunafanya vitu kama. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu wakati iko naandaa mtu yake, kitu cha pili anampitishaka kwa mikono ya mtu. Unajua mtihani na kuwaka wapi? Mtihani iko pale kwa kukutanana na mtu mwenye Mungu alipoandalia. Yusufu angeliwezaka kwenda, angekuwa anakimbia hatima yake. Yusufu angelikatalaka zile problemu, alikuwa anakatana kwenye Mungu iko nampeleka. Bwana asifiwe sana. Lakini Yusufu anaitika kupitia zile shida, anaitika kukumbana na ile matatizo, anaitika kufikia kenye Mungu aliandaa juu yake. Huko watu mnaisha benye watatokeaka sempre wanakuja na maneno ya mzuri ya kutaka kukusaidia, lakini kumbe mapenzi ya Mungu haiko ndio vile. Unajua kama Rubeni wakati Yusufu wanamtupa mshimo, yeye nasema alipandaka mkwepeshe, akapenda sama ndugu yake wanatoka, yeye akitoka tosha mle Yusufu amkwepeshe juu asimwangamizi. Sasa Rubeni tukimsikia kwele wakati alikuwa na mawazo ya mzuri. Bwana asifiwe. Mtu mwanataka kupatia dini ile mwa Kristo ndio bwana wako ajifinja hata 2 milioni. Ule kuna mawazo mbaya. Ule kuna mawazo mbaya. Mtu mwanakwambia anataka kusukumia saa mile sana. Huko nalia na usiku ndakula nini mnyumba. Mtu mwanakwambia anataka kusukumia saa mile. Ule kwa atakuwa anafanya vitu vya Mungu. Ndio ilikuwa kwa hiyo wakati kwa Yusufu. Iko naona mauti. Bandugu yake wanamgeukia. Banataka kumwangamiza. Banataka kumuua. Kunatokea mmoja anakuja na mawazo ya mzuri kwa ile wakati, lakini kumbe ile mawazo iko kinyume na mapenzi ya Mungu. Acha nikwambie, chochote kenye utapataka lakini hakiko wamo Mungu, ujue kama ni zero. Kila kitu yenye utapataka na Mungu haiko ndani, ujue kama ni zero. Utajiri yako kama haina Mungu, ujue kuna shida. Kuinuliwa yako kama haina Mungu, ujue kuna shida. Uko natafuta amani, kama ile amani haina Mungu, ujue kuna problem.
Shetani unajua kinyo anakuiaka nake. Shetani anatuleteaka vitu vile tunaona vya mzuri kwa hii wakati, lakini kumbe vinatupeleka kinyume na mapenzi ya Mungu. Njoo shetani udi. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Biblia inasema kama mshamba ya Edeni ulikuwa mti moja yenye ilikuwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Si ndio? Shetani akakuja akaambia Eva, ukikula hii mti utakuwa kama Mungu. Utajua mema na nini? Na anasema Mungu. Biblia inasema Mungu aliumba mtu kwa mfano wake. Sasa anambia utakuwa kama Mungu gani? Shetani anasema pale. Utelewa kama iko sawa vile kweli fulani, lakini ya kutosha mtu mapenzi ya Mungu. Ndio maana haiko vitu vile tunaona vya mzuri ndio vinafaa kwetu. Haiko kila kitu kile tunaona kiabie ndio kinafaa kwa ile wakati. Kuko vitu vyenye vinaonekana vya mzuri kwa hii wakati, lakini kwetu ni poison. Kuko vitu vyenye vinaonekana vya mzuri kwa hii muda yenye tuko hapo, lakini tukivisogelea tunapoteza hatima zetu. Mungu maandalizi yake ya pili yenye anapitisha kama mtu wake, anamkutanishaka na mtu mwingine. Unajua hakuna kitu kibaya kwa maisha sasa vile kuishi bila mtu mwenye Mungu alikupatia. Hakuna kitu kia mbaya saki. Hakuna kitu kia kuchokesha sasa vile kuishi bila mtu mwenye Mungu alikuandalia. Mtu mwenye Mungu alituandalia anatumaka tufikie hatima zetu kwa haraka sana. Mnajua kama Farao kwa Yusufu ni msaada na ni opportunity, Farao kwa Musa ni sumu. Bwana tusaidie sana. Farao kwa Yusufu ni neema na utimilifu ya ndoto, lakini Farao kwa Musa ni adui na mwenye anapenda kifo yake. Bwana kwambie, haiko kila kwenye mwenzako kwenye utaonaka mwingine anafanyikiwa ndio kwenye na wote afanyikiwa kabisa. Kuko kwenye wewe utapima unashindwa, mimi na pia pima pale mimi nafanikiwa. Kuko kwenye wewe utapima unafanikiwa, mimi nikitaka nipime pale mimi nashinda. Kumbe habari haiko za kufuatiliana, habari haiko za kuchunguza maisha ya watu, lakini habari ni za kutulia na tujue ni nini Mungu anataka kwetu. Habari ni za kuikala na tuangalie mapenzi ya Mungu ndani na tabiri ya maisha ya mtu mmoja. Acha Bwana akupatie kiwango na kuelewa nini ndio mapenzi yake kwa maisha yako. Mungu akuongezee kapasite ya ujuzi kufanya mapenzi yake. Bwana sifiwe sana. Acha neno haraka. Ule ni mtu. Na Samsoni alikuwa na bezo ya mtu prophet. Amen. Macho yake balisha itoboa. Hana macho. Nywele zake balisha zikata. Amen. Lakini iko na bezo ya mtu. Amen. Sikia, bachawi banaweza jua siri ya nguvu zako. Banakuharibisha. Banavuruga maisha yako. Banavuruga amani yako. Banavuruga unyumba yako. Banakutesa. Lakini kama tu unakutanana na mtu mwenye Mungu alikuandalia, vitu vitazipeleka. Kumbe habari haiko za kuzipigania, hapana. Habari haiko za kupigana na wale wenye wanakutesa, lakini habari ni tuombe tu Bwana atupatie uwezo ya kukutana na watu wenye aliandaa juu yetu. Tuombe tu Mungu atuwezeshe kuishi na wale watu wenye Mungu aliandaa juu yetu. Bwana asifiwe sana. Mimi nenda sasa nakimbia. Biblia inasema hivi. Aseme taifa langu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kiswahili kingine, taifa langu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Ujuzi. Manake shetani anapataka uwezo ya kuangamiza maisha ya mtu juu ya manke ya connaissance. Kumbe tusikuwa nasema tunafunga milango za kijamaa, milango za bashanga washaona hapo. Haki ya Mungu washaona. Milango za baba mloko, baba mkubwa tunazifunga. Sasa tunazifunga zile zote. Kumbe mlango inastahili fungiwa iko wazi. Na ile mlango ndio inaitwa ukosefu wa nini? Wa ujuzi.
utaangamizwa. Na ile mlango itakapofungwa, unaendelea, unaokolewa. Mungu iko na dia. Watu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Mwanisikie mzuri. Bukristo tusipone kamata ya kawaida. Kama mtu anasema anaamini Yesu Kristo, wewe ujue kama tayari mbingu zilishafanya makao ndani yako. Mungu mzima iko ndani yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa tu ya ukosefu ya ujuzi, mimi nalota aseme iko na dia kashindano mjani kenga nilumize. Mimi nasema baba Mungu, kemea pepo, shetani, si mimi naanza kemea vile. Mimi naishi maisha ya wasiwasi. Na mimi naona aseme mimi natetemeka. Kumbe haiko vile no. Lakini kama mimi naelewa kile iko Mkristo, Mungu iko ndani yangu. Na nikipenda niongee hali za Mungu, Mungu iko omnipresent. Mungu iko omniscient. Mungu iko omnipotent. Mungu iko immuable. Mungu anaweza yote. Kama mimi naelewa zile hali za Mungu, ndajua kisi Mungu iko ndani yangu. Mbele kwanza huyu mtu akitia vile vitu munjia, Mungu alikuwa pale. Manake walinitia, Mungu alikuwa alishatayarisha solution. Mlitusa usingizi juu yangu, lakini mwenye iko ndani yangu aliandaa tayari ukiacha nikwambie, katika Kristo tunara. Katika Kristo tupate uhuru. Tuache maisha ya kujichokesha na kujisumbua. Hivi walisema hivi no. Ile maneno haitakuwa na uwezo kwa maisha yangu. Mimi najua nani mwenye iko ndani yangu. Maandiko yanasema kwamba aliye ndani yenu ni mkubwa. Aliye ndani yenu ni wa ajabu. Yule Mungu ambaye tuliamini iko na uwezo. Mapepo haina uwezo juu yake. Mashetani haiwezi simama kwenye wanatea jina yake. Kumbe kisi tuko nasema jina Yesu hapa. Uchawi walikuwa washakutulia. Kisi tuko nasema jina Yesu hapa. Mungu walikuwa walisaongea maneno. Asitakuwa na uwezo yako. Tumbele ya jina la Yesu na kila goti litakunjwa. Bwana asifiwe sana. Tukue huru. Ndio maana mimi ndani ya Yesu mimi nakuwaka huru. Siwezi kuwa na boga mie. Fulani atakuloga, siangaiki. Alogi. Ya kwanza litashindwa. Ya pili litashindwa. Ya tatu anaona ukuu wa Mungu mwenye niko naye. Kumbe probleme haiko wenyewe wanatutafuta. Mbe probleme ni kuelewa mwenye tuliamini na ujuzi ya Mungu. David iko naenda pigana na Goliath. Bwana asifiwe. Biblia inasema hivi. Goliath alikuwa na mipanga na marungu. Je, anapiganisha nani? David. Mesa David akatokea. Akasikia maneno ya Goliath. Juu ni mtu mwenye iko na ujuzi ya Mungu. Kenda Myordani. Akalogota nchi. Akakia nchi na pango. Eski kweli mtu anaweza kia kuwinda na risasi ukiwa na mjareti? Ndege. Bwana asifiwe. Vile inawezekana kweli. Lakini David alikia njoo na mjareti. David akiwa na mjareti, iko nataka kuonesha kama mareshi tunakuona huko wakabambi. Lakini mwenye mimi najua ni wakabambi mara elfu na elfu na elfu na elfu kuliko. Akakuwa na mjareti. Goliath akasema, "Wewe unaona nini? Unaniona sawa vile imbwa, juu ni kuina mjareti." David akasema, "Wewe unanikuia kwa mipanga, kwa marungu, lakini mimi nakuia na jina la Bwana." Mimi najua Mungu mwenye niko naye. Mimi najua Mungu mwenye niliamini. Sikia, shida zenye uko unapitia zisikuempose maisha ya kuishi. Lakini shida zenye uko unapitia ziambie mimi najua Mungu mwenye niko naye. Mimi naongozewa na wakati na majira. Lakini Mungu mwenye niko naye iko yule ya wakati na iko yule ya majira. Wakati inaniongoza, lakini Mungu anaongoza wakati. Kama wakati inaniempose nilie, Mungu iko na uwezo ya kuempose wakati nicheke. Kama wakati inaniempose nisumuke, Mungu iko na uwezo ya kuempose wakati nisisumuke. Na tabiri tuwe maisha ya mtu mmoja mchana wa leo. Ana kuempose kila kitu kilikuwa kiko na kuempose maisha ya macho. Acha Bwana kuyeshanze kila kitu alikuwa anakupatia maisha yenye itokane naye.
asifiwe sana. Aseme watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Maarifa. Mungu anapenda watu wote tukue njoo na maarifa. Mungu anapenda shie wote jinsi tuko humu tujue. Unajua kama ukishajua hautasemaka mimi nakemea mapepo. Kama mtu anajua kwingine maombi ni hautaomaka. Kama unataka Mungu mimi nakuabudu Baba, basi mashetani yote haitaniweza juu uko na mimi. Mimi nakuabudu Mungu juu bali nitega hawatanipata. Unasikia maombi ya kuomba? Unasikia huko? Ndio maana maandiko yanasema baba malaika wenye viko pembeni ya Mungu, bwana kwaka kuabudu tu. Banajua kama Mungu ashakamaliza vyote. Shetani hana uwezo. Sasa hatutaomba Mungu apige shetani juu Mungu ashamaliza. Sisi tunasema tu uko Mungu kwa sababu ushatupatia ushindi. Uko Mungu kwa sababu Mungu kwa sababu ushakanipatia ni resile ndani ya kila jambo. Ujuzi. Andiko yetu ya pili ilikuwa inasema hivi. Aseme neema na amani. Sikia, hizi andiko zilikuwa na vimba hapa. Vinja nizibili kule. Bwana asifiwe. Tulikuwa kule siku tunaenda kwanza. Mzee akaniambia Petro ndio utafundisha. Sasa Mungu. Unaongea juu ya imani, unaongea juu ya nini? Mzee akasema kule bila si atom. Mwabile kitu tatu nikasikia zile maverse. Nikasema mimi naongea juu ya ujuzi. Imani inahitaji ujuzi. Bwana tusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa andiko ya pili aseme neema na amani zinapatikana katika kumjua Mungu na Yesu Kristo Bwana wetu. Neema na imani na amani samani inapatikana katika kumjua Mungu. Nani mwenye hapa anapenda amani? Mwenye anapenda maisha ya amani. Nani? Sasa ile maisha ya amani yenye unataka iko kujua Mungu. Iko ndani ya kujua Mungu. Haleluya. Nani mwenye anapenda vitu ya neema? Unajua neema ni nini? Mimi napenda neema sana. Sikia, mimi naomba yako mimi naomba mimi Mungu azidishe tu neema. Neema tu. Mimi sikusomaka ya grave. Mkona mimi P6 ndio nilishiaka. Tena ile P6 nilisoma nilikuwa fika limoe ya kumwezi kwa masomo. Makuta masomo mimi naimaliza yote. Meile P6 mendoko nasikia tunafika tunaenda kule vile mzee akasema sema na nipresente akasema njoo Bishop Faniele. Nikaikala sikia. Neema ni mzuri kama Mungu anatupatia neema atakukutanisha na watu wenye unakutana nao. Kama Mungu anatupatia neema atakutetea fasi. Kwa Mungu unaweza simama. Tuombe tu Bwana atupatie neema. Neema ya Bwana ikikuwa na wewe yote inawezekana. Maandiko inasema Maria alitembelewa na malaika kwa neema. Tabiria maisha ya mtu mmoja. Sa neema ya Bwana ya mtu ya maisha yako. Siku ya leo neema ya Bwana ya mtu ya jamaa yako. Siku ya leo neema ya Bwana ya mtu ya kazi yako. Siku ya leo neema ya Bwana ya mtu kote kwenye matasema jina yako. Neema ya Bwana ilikuwa na Yusufu akapata kibali kwa Farao. Ninaombea kwa mchana leo neema ya Bwana iende kote kwenye jina yako iko nasemewa. Kama ni kwa ofisi neema ya Bwana ikutangulie. Neema. Amen. Neema. Je, tutangulie. Ile neema nayo inatoka katika kujua Mungu. Haleluya. Umekenda fema polisi. Ndatafuta nijue Mungu. Ngoja nikwambie. Ambatana na mtu mwenye atakusukuma kujua mtu. Acha kila kitu maisha. Poteza kila kitu lakini usipoteze mtu mwenye kuna kuongoza ndani ya kujua Mungu. Mtu mwenye kuongoza katika kumjua Mungu. Kosea kila mtu. Mejili usikosee mtu mwenye kuongoza kujua Mungu. Kujua Mungu. Kumbe ndio maana Sulemani anaandika iko nasema aseme hekima iko zaidi ya dhahabu
safi. Hekima ni zaidi. Aseme tutafute sana kujua Mungu kuliko kisi ya kutafuta pesa. Tutafute sana kujua. Tutafute sana kujua. Mtu mwenye ni ujuzi maisha yake iko imejaa. Mtumishi mmoja kwa napana ushuhuda. Asema alienda kumkutano ya watumishi. Sasa kwa mtu mmoja yuko na mapepo pale. Asema hivi sio anazoea mtu wa mapepo yuko pia. Fanya toka pepo na kufukuza. Na naomba ndio vile anazoea yake. Anamwaya sasa kisi wataleta watumishi ya Mungu wakifa nini? Bakie kijana na pepo. Bakie fukuza pepo. Mmemhubiri ile siku. Akasema, "Mulete ule mtu wa pepo huko." Bakamleta, "Mumtimpa." Akasema, "Wewe pepo, toka achia huyu mtu." Kisha akaendelea na mafundisho. Après 2 secondes mtu akakuwa mzima. Asikika Bwana. Nikasema jobi ya hivi. Bwana asifiwe. Na miujiza zitafuatana na wewe. Kiwango ya ujuzi uko nayo. Kiwango ya ujuzi uko nayo. Ujuzi ndio inafanyaka imani iopere mviwango ya yule. Maandiko yanasema tupa chakula chako ama mkate wako baharini, kisha uende, baada ya siku nyingi utafanya nini? Utakipata tena. Juu mtu afikie ile kiwango ya kujua kama anaweza tupa kitu Mungu hata ipite biza hata kilokutaka tena, ifanye kuna ujuzi. Mungu hakukuwake kupoteza. Tena mimi nakupigia kitu. Mungu hakukuwake kupoteza. Hakukuwake. Hakuna kitu kiutafanya Mungu kisha uone regret. Wakati mimi naokoka, familia yangu ndio mbeba. Sasa petit famille. Bwana asifiwe. Ni mama yangu. Amen. Kwenye nilikuwa naishi familia yangu. Walikuwa wananiambia, "Wewe unashindwa enda. Kwenye wenzako biko naenda. Unashindwa soma. Unashindwa fanya kazi. Unashindwa fanya. Unajituma kwa masomo ya Biblia. Uko kiwelewele sana. Hautajifanyia kitu maisha. Kuanzia leo usitusemeshake. Tunajua sasa vile wewe ushafanya nini? Ushakufa." Bakaniambia. Sasa nikasikia maumivu moyo. Nikasema unajua kwa ile wakati vile moyo wangu unakuwa vitu mbili. Ndio hapana. Ndio hapana. Tena shetani kisi ni mtaki ya Mungu, shetani ni wakubwa. Benzangu wote tulikuwa nao wakaenda kwa makazi. Ile wakati Mungu niseme ndio shetani akawabariki. Baada kufika kupale ndio wavie kama hata ichupa vile kuna chupa. Sasa wewe tu pale hakuna vile unapata toka kule. Mwenzako anatuzia chupa, wewe tu pale kwa Biblia yako. Toka kwanza leo utakula mnyumba wewe. Lakini vile vyote nilikajua kama gisi mimi najitoa Mungu hakuwake kupoteza. Haki ya Mungu mimi nakunapia, Mungu hakuwake kupoteza. Niko parmi watu wenye jamaa watu wenye wangesema hapa familia. Mimi singesema. Beba nikomana na mimi na vitu. Na wakati mimi nasoma masomo ya Biblia, mwenzangu wote mimi nilikuwa Biblia yote ni mimi, anaweza tu vitu mzuri. Bali pata mfarisayo mu masomo. Manake hakuna kitu, nilikuwa mtu wa chini sana. Mtu mwenye haezi ongea mbele ya watu. Mtu mwenye haezi sema. Mimi nifikaka CCM, sijui wake andika jina yangu mimi. CCM, jiulize nilikuwa naweza. Miujiza. CCM, mimi sikuwa najua soma hivi, soma hata Kiswahili, sijui. Siku mimi nakumbuka tuko mimi niko na kopia mwenzangu nikajituka nisha kopia na jina yake. Ile ni ushuhuda yangu mimi fahamu mimi ile ni. Siwezi sikilia. Bwana asifiwe sana. Siwezi sikilia haya. Ile ni yangu na wako na yako. Inawezekana hata wewe yako jambo bora kuliko yako. Nikajituka nisha kopia jina. Kile trouver mama mwenzangu. Tunaandika mbona jina langu ndio naandika pale. Sasa mimi kwa nini wafanya hivi? Kama question. Mimi nakutia ile question face à réponse.
Mimi narudia kesho fasa. Vile papi yangu inaanza, mimi natoka wa kwanza masomo mimi naenda. Ndio vile nilikuwa kwa exam. Nikaendelea vile. Lakini wakati nilikutana na huyu Yesu. Na nikajitoa kikweli kweli ndani ya huyu Yesu. Nikajua kama Mungu hakuwake kupoteza haki ya Mungu. Nimeona mkono wa Mungu. Ninakumbuka wakati mmoja hivi. Mimi naikala niko na Mungu kama Mungu. Jua nini mwenzangu mimi tukielewe. Na kusoma sijui soma. Sasa nitakuwa nasoma Biblia na au sijui soma. Mwenzangu mwaka nipatia kaka Nouveau Testament, alikaibaka dadake. Akanipatia. Nikafanya mwezi mmoja. Mimi nakalala kila usiku. Mimi naangalia tu ni maandishi. Niko naangalia mstari kwa mstari. Mimi namaliza mimi nalala. Mwezi mmoja. Aprili mwezi mmoja sitasahau. Ilikuwa kama usiku. Mimi nikala kukitana. Niko naangalia maandiko. Ile Nouveau Testament. Ilikuwa nasoma Mathayo chapitre 7 ndio nilikuwa tunaangalia. Niko naiangalia. Nikaanza soma. Mimi nasoma. Nikarudilia. Nikasoma. Nikatoka kupiga mezangu. Oni, si hapa wanaandika hivi. Aseme ndio. Na hapa nako wanaandika hivi. Ndio. Sasa tuko na mezangu kwa masomo. Mimi nasema si pale wanaandika Luka. Ndio, ndio ile siku nikaona mkono wa Mungu. Acha nikwambie. Nikatoka Tanzania tunaweza kupata kwa Mungu kwa watu. Kwa Mungu yote yuko. Sisi tuwakie kwa Mungu na na lolote lawezekana. Mungu kutosha hapa na kivale c'est possible. Inawezekana. Basi mimi namlomba ni. Hakuna. Mungu kusema akubariki hapa na kivale. Halimlombe kitu. Wewe unazania kila mtu njoo kusema inuliwe ifuate seki. Hapana. Kwa mwingine mwenye Mungu tu anaweza create opportunity moja na inuliwe. Kwa mwenye alikwambia sema kila kazi njoo ya kudumisha roho. Kila kazi njoo ya kuvunja. Mungu iko na uwezo wa kucreate kazi na unaishi maisha ya amani na ya raha. Lakini kama unajitoa kumjua Bwana na tutapata amani. Uko na bezo ya amani mu nyumba yako. Jua Mungu. Uko na bezo ya watoto yako Ulaya wasiwake wapende. Jua Mungu. Uko na bezo ya watoto yako watu wakubwa kesho. Jua Mungu. Jua Bwana. Katika kitabu cha Malaki wana wa Mungu wakajikusanya. Bakasema jua nini? Mateso yako natupata ndio shida watu. Bali tunamcha Bwana, bali tunajua Mungu, bali tunaogopa Mungu. Asema ile siku Mungu akaahidi. Akasema mimi nalapa. Mie Mungu usiku zinakuja, mimi nakuya leta utofauti. Kwa wale watu wenye wananijua na wale watu juu. Acha nikwambie hata dunia ifanye nini? Hata dunia iseme nini? Mungu ataleta utofauti kwa wale watu wenye wanamjua na wale watu wenye hawamjui. Mimi naomba mtu mmoja, acha Mungu akupatie nguvu za kutamani kujua Mungu. Acha Mungu akupatie uwezo ya kumjua. Kwa maana utakapomjua Bwana, imani yako itakomaa. Utakapomjua Bwana, utatembea katika viwango vya juu. Na nikitaka niongee juu ya imani inatia mlango fasi kwa hakuna mlango. Imani inafanya muujiza itokee. Wenye Mungu akupanga kuifanya. Imani inataka itokee. Wewe mama aliteseka pandabiza. Iko natoka damu. Mungu akupanga kumponesha hapana. Yesu alikwenda kuponesha wengine mtu. Lakini juu ya imani muujiza ikatokea mama. Imani zetu ziko male. Naomba mtu mmoja mchana wa leo. Acha Bwana akupatie neema na ujuzi wake. Acha Mungu akupatie neema ya kumtambua. Maana utakapomtambua Bwana ndiposa imani yako itakapokoma. Amen. Inamisha kichwa chako kwenye. Inamisha kichwa chako kwenye. Ambia Baba, niko mahali hapa leo Yesu. Niko mahali hapa Mungu. Nimegundua kama kusema imani yangu ipane ifanane kujua.